Nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Oh, oh, oh. Imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara, pia ni salama. Leo kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba kinakujia kutoka mkoa wa NHC, Dar es Salaam Metropolitan, ambao mkoa huu mbali ya majengo ambayo yanamiliki ni majengo yaliyoko katika mtaa wa Jamhuri, mtaa maarufu sana jijini Dar es Salaam. Mtaa huu wa Jamhuri, shirika la nyumba la taifa lina majengo mengi sana, lakini kwa sasa majengo haya yanafanyiwa matengenezo makubwa. Nilipo hapa ni sehemu maarufu sana, ni eneo ambalo linatenganisha mtaa wa Mosque na Jamhuri. Tumekuja hapa kuangalia utekelezaji wa matengenezo yanayofanywa na shirika la nyumba la taifa. Kumbuka, shirika la nyumba la taifa kwa sasa liko katika mpango kabambe wa kuhakikisha linarekebisha majengo haya. Mtazamaji, basi hili tuweze kufahamu mengi mipango hii ambayo inaendelea kufanywa na shirika la nyumba la taifa la matengenezo makubwa ya majengo yake. Tumekuja hapa Jamhuri kama nilivyokueleza ili tuweze kuzungumza na meneja wa miliki na usimamizi wa majengo kutoka shirika la nyumba la taifa, Bwana Francis Bahangarwa, aweze kutueleza. Francis, hongereni sana kwa kazi ambayo mnaifanya. Naona mtaa wa Jamhuri sasa unaenda kuonekana katika mazingira tofauti sana. Hebu tueleze maboresho haya ambayo tunayashuhudia mnayoyafanya. Mnafanya maboresho ama matengenezo ya aina gani? Domina, kwanza nikushukuru kwa kutufuata huku site. Tunaendelea vizuri. Hapa tulipo kama nilivyoelezea ni mtaa wa Jamhuri mbona hivi, lakini hii ni Mosque. Na hapa hii junction inatenganisha mkoa wa National Housing wa Metropolitan na mkoa wa National Housing wa Ilala. Ukienda hivi huu ni mtaa wa Jamhuri wote ambao tunaanzia hapa kupaka rangi. Na ukarabati tunaofanya huu ni ukarabati mkubwa ambao umepangwa na shirika la nyumba la taifa katika majengo yake, na tunaenda kwa awamu, lakini hapa kwa mkoa huu wa Metropolitan tunaanza na mkoa wa Jamhuri. Tukimaliza hapa tunaenda kwenye mitaa mingine. Ndio. Hebu tuambie matengenezo ambayo mnayafanya katika majengo yaliyopo mtaa huu ni matengenezo ya aina gani, na je, ni ya aina moja katika majengo yote ama? Sawa, Domina, kwenye majengo haya tunafanya ukarabati wa aina mbalimbali. Kwanza kabisa kazi ambayo tunafanya ni kurekebisha mabomba yote ambayo yanavuja, kuweka nyaya vizuri za umeme na miundombinu yote kabla tujapaka rangi. Lakini baada ya kufanya kazi hizo za kuweka mifumo yote imekaa sawa kwenye jengo hili, tunaenda hatua ya mwisho ambayo ni hatua kazi mama ambayo imefanya shirika la nyumba la kupaka rangi majengo yake yote. Ndio. Wananchi ambao wanakaa katika majengo haya ni kwa namna gani ambavyo watakwenda kufurahia maboresho haya makubwa mnaokwenda kuyafanya? Yataleta tofauti gani na majengo yaliyoko sehemu hii ambayo si ya shirika la nyumba la taifa? Ni kweli wapangaji wetu kweli, majengo yetu ukiangalia kwa muonekano wako kwa nje unaweza kuona kwamba yamechakaa, yanaonekana muonekano mbovu, hayaonekani vizuri, lakini tunavyoyaboresha hivi, kwanza wapangaji wetu wanajisikia faraja kubwa kwamba shirika linawajali, linaboresha miundombinu, linaboresha majengo kwa ujumla, yanaonekana majengo mapya kwa mjini kulinganisha na majengo mengine labda. Lakini na vile vile licha kwamba wapangaji wetu ndio wanafurahi kwa sababu tunapaka rangi majengo yetu, lakini hata tunapendesha miji. Ukija kuangalia mtaa huu wote tukiupaka rangi mpaka mwisho, utakuta kama ni mtaa ambao unavutia kulingana na majengo mengine hata ya binafsi kuliko ya majengo ya National Housing, kwa sababu kuanzia hapo ukiangalia majengo yote sasa hivi ndio yanaonekana kwa muonekano mzuri kuliko hata majengo ya watu binafsi. Kwa hiyo jamii yote itafaidika, kuanzia mitaa yote, uongozi wa serikali za mitaa na vyombo vyote tutaweka pamoja na wapangaji wetu watakaa kwenye majengo ambayo yako kwenye hali nzuri na ambayo yenye mvuto mkubwa. Lakini ukitazama kwa upande wa Dar es Salaam Metropolitan inamiliki majengo mengi katika katikati ya mji, kwa sababu wao wako katikati ya mji. Lakini kwa nini kwa sasa mmejikita zaidi katika mtaa wa Jamhuri? Ipi hasa? Domina, nadhani Metropolitan ni mkoa ambao una majengo mengi kama ulivyosema. Na hatuwezi kupaka majengo hayo kwa wakati mmoja. Lakini na Jamhuri ni mtaa ambao majengo yamefuatana kwa pamoja. Hakuna majengo katikati unakuta jengo la mtu binafsi. Kuanzia hapa mpaka mwisho karibia majengo yote ni ya shirika la nyumba la taifa. Kwa hiyo sisi tukaonelea kwamba tuanze ambapo tunaweza kufanya matengenezo au karabati kwenye sehemu moja ambayo majengo yatakuwa yanaonekana kwa pamoja.
Ndio. Na namna ambavyo mnaendelea na matengenezo haya. Ndio. Mpangaji aliyeko ndani ya nyumba usalama wake mmeuangalia kwa kiasi gani? Ni kweli. Kabla tupaka rangi hawa hawajafanya ukarabati, kwanza tunapita kwa jengo zima, kwa wapangaji wote. Tunawaambia kwamba tarehe fulani tunaanza ukarabati. Tunawapa precautions za kuchukua, watoto wasitoke nje, wakae ndani, kuna vyuma vimefungwa, scaffolding mazona zimening'inia, na watu wetu, timu yetu ya mkoa inazunguka kwenye majengo haya kuhakikisha kwamba wana monitor kila mtu anaingia nayo kutoka, ili vyuma visiweze kuleta kusababisha ajali kwa watumiaji wa jengo au wapangaji wetu au wanaoingia, kwa sababu ukiangalia majengo yetu yote ni mengi ni ya biashara kwa chini. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tuna timu ambayo inazunguka kwenye majengo haya kuhakikisha usalama unawepo ili kusitokea ajali. Lakini hata vile mafundi wetu tumewapa kama counsel, tumekaa nao, tumewapa training kwamba wakati wanafanya matengenezo au ukarabati kwenye majengo haya wahakikishe wanafanya ukarabati katika hali ambayo haitaweza kusababisha madhara kwa watumiaji wengine. Kwa hiyo tumewapa kama training, tumekaa nao kuwaelimisha kwamba je, kufanya ukarabati, na ukiangalia hata wenyewe wako kwenye hali ambayo ni ya usalama zaidi. Wamevaa kofia, wamevaa reflector, miguuni wamevaa safety gear. Kwa hiyo usalama kwenye majengo yetu tunayofanya ni namba moja. Tunahakikisha kwamba tusisababisha madhara kwenye majengo haya National Housing. Na unajua ni sheria kubwa, kusababisha madhara kwenye seti za ujenzi ni shida kubwa sana. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba usalama inakuwa ni ajenda yetu namba moja, kuhakikisha kwamba hatuwezi kuleta madhara yote kwenye jamii inayotuzunguka. Lakini pamoja na hilo, tunapoyatazama majengo haya kwa nje tunayaona kwa kweli yamependeza sana. Ndio. Na yanavutia. Ndio maana hata wananchi wako hapo wakishangaa kwa namna moja ama nyingine. Lakini ni kwamba ni upakaji wa rangi tu, muonekano wa mbele, ama mmejipanga vipi? Hapana, Domina, majengo haya ndani mifumo kweli ni ya zamani. Kwanza mifumo ya umeme, mifumo ya maji, mifumo yote ambayo inasababisha jengo mtu aweze kukaa kwenye jengo. Tulichokifanya sasa hivi tumeenda kwenye ile mifumo ya jumla, ile tunasema common areas, ambazo zinaline kwenye kila apartment. Kwa hiyo tumefanya mifumo ya jumla ya pamoja ambayo ya jengo kwa ujumla, lakini baada hapa tunarudi kwenye apartment, kwenye nyumba husika. Tunaanza kufanya maboresho, kama kuna milango, kama kuna masinki yameoza, kama kuna nini tunabadilisha kwenye nyumba. Lakini kwa sasa hivi tunaanza yale ukarabati wa ujumla wa jengo kabla kuenda ndani kwenye nyumba husika. Taratibu za NHC zinasemaje pindi mnapokuwa na ukarabati mkubwa namna hii? Na kwa yule labda mpangaji ambaye anatamani kati ya vile mnavyovifanya na yeye akaongezea labda anataka kuweka kitu fulani. Ni kweli. Jinsi hivyo, kama mpangaji anataka kufanya ukarabati wake mwenyewe, kwa utaratibu wake, hawezi kuamua kama anaamka anafanya. Hapana, lazima afuate utaratibu wake, na utaratibu wake ni kwamba anakuja ofisini, anatuambia kwamba mimi nataka kubadilisha kitu fulani kwa gharama zangu, nataka kufanya decoration kwa gharama zangu. Sisi tunatuma timu yetu ya mkoa, inakuja na kagua, inaangalia kama ule ukarabati anataka kufanya hauna madhara kwenye wapangaji wengine au kwa nyumba nyingine, tunamruhusu, kwa sababu wapangaji wetu licha kama ni wapangaji, lakini ni kama sisi tunajenga nyumba moja, na wao ndio wanakaa kwenye nyumba hizo, na kila mtu ana wish zake, anataka vitu anavyotaka yeye. Kwa hiyo wakati mwingine hatuwezi kumkatalia mpangaji kufanya anachokitaka yeye ajisikie vizuri, lakini wajibu wetu kama National Housing tunautimiza, kwa sababu wajibu wa National Housing ni kuhakikisha nyumba ile inakalika na huyo mpangaji anatupa kodi vizuri. Kwa lakini kama mpangaji anataka kufanya vitu vyake ambavyo vinamhusu yeye anavitaka, sisi tunampa kibali kwa kufuata utaratibu. Lakini Francis, utakubaliana nami na kama ambavyo tunajionea namna mtaa huu ulivyo na purukushani nyingi sana. Ndio. Na ninyi mnaendelea tena na matengenezo. Ndio. Ni changamoto zipi ambazo mnakabiliana nazo kwa sasa, hususan mnapotekeleza jukumu lenu hili la kuhakikisha majengo sasa yanakuwa katika muonekano ulio bora zaidi? Ni kweli. Ufanyaji wa kazi katika mtaa huu ambao uko busy namna hii, hauwezi kufanya kama unavyofanya kwa sehemu ambapo umeweka hoarding, hakuna wapita njia, hakuna watumiaji. Kwa hapa kazi inatupelekea kwamba inachelewa zaidi, kwa sababu lazima tuende polepole, na hatuwezi kufunga vyuma hizo scaffolding unazoziona kwenye jengo zima. Lazima tutafute sehemu tuache access, watu waweze kuingia kwenye jengo, waweze kutoka, biashara zao ziendelee. Kwa hiyo changamoto tunayokutana nayo ni kuhakikisha kwamba, cha kwanza ni kuhakikisha kwamba tunajali maisha ya watu ambao wanazunguka. Taratibu za kujali maisha ya watu inatufanya kazi yetu iende polepole, kwa sababu hatuwezi kwenda kwa haraka kama tungekuwa kama jengo halina watu. Kwa hiyo hapa inatufanya tuende polepole kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo, lakini na vile vile wapangaji wapo kwenye jengo. Kwa hiyo hatuwezi kuenda kwa haraka kama tunavyotegemea kwamba jengo lilikuwa kama halina mtu.
Wewe ni meneja wa miliki majengo na usimamizi wa majengo na mifumo yake. Si ndivyo? Katika swala zima la mifumo ambayo unaiongelea, kwa faida ya mtazamaji ambaye anatuangalia wakati huu, hebu mweleze ni mifumo ipi hasa ambayo unahusika nayo na ambayo kwa kiasi kikubwa kwa sasa ndio mnayafanyia maboresho hapa? Ni kweli, jengo ni kama binadamu. Jengo acha kuta na paa. Jengo ndani kuna mifumo yake ni mifumo ya umeme, mifumo ya maji. Sasa maji kuna mifumo ya maji safi, kuna mifumo ya maji taka. Hiyo yote lazima ifanyiwe utaratibu au karabati kuhakikisha kwamba maji yanapozalishwa, yanapoingia kwenye jengo, mpaka yanavyotumiwa, mpaka yanavyotoka, yatoke kwenye jengo bila kusababisha madhara kwenye jengo langu. Kwa hiyo mifumo yote tunayoongelea ni kuhakikisha mifumo yote, mabomba yamewekwa vizuri, maji hayatiriki kwenye majengo, na maji yanatoka kwenye jengo, na maji taka yanatoka kwenye jengo, lakini vile vile umeme upo, unafanya kazi, waya ziko vizuri, kwa sababu tunasema hii mifumo yote inaweza kusababisha madhara kwenye jengo. Hii mifumo kama iko vizuri, kama ni umeme unaweza kusababisha jengo liungue, au maji yatirike kwenye jengo zima, lete madhara kwa watu wanaotumia na mali zao. Kwa hiyo mifumo nayoongelea ni hiyo ya kwenye jengo. Wewe ndiye mwenye dhamana kwa upande huu wa matengenezo. Waambie watazamaji wetu wanaotuangalia hivi sasa, hususan na majirani ambao wamejitokeza wakati huu kutuangalia, nini ambacho tunazungumza hapa baada ya ninyi kukamilisha kile ambacho mnakifanya. Je, hawatakumbana na kadhia yoyote ambayo labda hapo awali walikumbana nayo, hususan katika swala la miundombinu, upakaji rangi, jengo kwa ujumla? Hapana, mimi niwahakikishie either ni wapangaji wetu au ni wapita njia, hakuna kadhia yoyote ambayo tutakutana nayo wakati tunaendelea na baada ya kuendelea, kwa sababu lengo letu sisi ni kuweka kwamba jengo likarike lisababishe madhara kwa anayelitumia, lakini hata kwa wapita njia, kwamba wakae kwenye mazingira ambayo ni sahihi, ambayo kila mtu anaweza kukaa bila kusababisha madhara yote. Na hilo ndio wajibu wetu kama National Housing wakati tunafanya ukarabati, lakini baada ya kufanya ukarabati, hata mafundi tunaowatumia, mafundi ambao wanaelewa wanachokifanya. Tuwezi kuchukua fundi ambao tunamkuta barabarani anakuja kufanya kazi kwenye nyumba jengo ya National Housing. Au mafundi tunakaa nao, tunawapa taratibu, tunawapa ethics jinsi ya kufanya huo ukarabati, ili kusababisha kuepuka kuleta mafundi ambao hawaelewi kazi wanayoifanya na kusababisha madhara kwenye jengo letu. Lakini Francis, shirika la nyumba la taifa ambapo limekuwa likitekeleza miradi yake, mara nyingi limekuwa likitoa fursa kwa wakazi wa maeneo jirani katika kuwapa ajira. Tueleze kwa hapa Jamhuri kwa hapa Jamhuri. Ni kweli, sasa hizi kazi za kitaalamu hatuwezi kuchukua kwamba kwa sababu unakaa mtaa wa Jamhuri tukuchukue kwamba njoo ufunge scaffolding au upake rangi. Hapana, tumeingia utaratibu na mafundi, lakini na mafundi hawa hawajatoka nchi za nje, ni wa Tanzania. Aidha wanakaa Jamhuri, wanakaa Upanga, wanakaa Kigamboni, ni wa Tanzania. Tunachotaka kusema ni kwamba hizi kazi zinafanywa na Watanzania wenyewe. Kwa hiyo National Housing inazalisha ajira kubwa sana. Chukulia majengo yote National Housing tukianza kupaka rangi mpaka kumaliza, ni ajira kubwa sana ambazo zitakuwa zimetolewa kwa Watanzania wote. Aidha anakaa kwenye mtaa ule au anakaa mtaa mwingine, lakini ni Mtanzania anayefanya kazi ile. Wananchi wanatamani kufahamu sasa, katika mkoa wa Dar es Salaam Metropolitan, kwa sasa mmejikita zaidi katika eneo hili la mtaa wa Jamhuri. Ndio. Majengo mengine ambayo yako katika mkoa wa Metro, hali iko vipi ya kuhakikisha sasa na yenyewe mnakwenda kuyaboresha zaidi? Labda niwahakikishie kabisa kwamba majengo yote yataguswa kwa muda wake utakaofika, kwa sababu lazima tupange, tuweke bajeti yetu, tutafute. Unajua serikali sisi tuko na vitu vingi vya kufanya, procurement tumalizie, lakini niwahakikishie wapangaji wote ambao kwenye majengo ya National Housing, majengo yote yatafanywa ukarabati, watupe muda, watuvumilie. Tumeanza na Jamhuri, kutoka Jamhuri tunaenda Morogoro Road, kutoka Morogoro Road tunaenda mitaa yote, tutaigusa kama majengo yote kama mnavyoona yanayofanana hivi, yote yatafanana hivi. Nadhani kwenye kipindi cha mwaka fedha unaokuja majengo tutakava majengo makubwa sana, kuhakikisha kwamba angalau mtaa wote kuja Posta unakuta majengo yote na brandi moja ya rangi hizo ambazo tunazipanga kwa sasa hivi. Kwani kwa mwaka huu wa fedha katika mkoa wa Dar es Salaam Metropolitan mmejipanga kuyafanyia maboresho majengo mangapi? Ni zaidi ya majengo kwenye mtaa huu, mpaka tunaongelea majengo zaidi ya 70 mpaka mtaa yote, kama mpaka mtaa huu kama mwaka fedha unaisha huu, zaidi ya majengo 200 yatakuwa yameshapakwa rangi au fanywa ukarabati mkubwa kwa mkoa wa Metropolitan peke yake. Ukija kuangalia Dar es Salaam mzima tutakava majengo mengi zaidi ya 1000 plus, ili kuhakikisha kama majengo yote yanakaa katika ubora ambao unastahili. Lakini tukitazama majengo haya ambayo mmeyafanyia ukarabati, chini tunaona kuna watu ambao ni fremu za biashara. Ndio. Lakini hizi zenyewe hamzigusi.
kwa sababu tunaona juu ndio mmejikita zaidi. Kwa hawa wateja ama wapangaji walioko chini, hali ikoje kwao? Kwa sababu wanaona sasa na wao wanatamani. Jengo unaloliona hili lote litafanywa ukarabati kulingana na jinsi lilivyo. Unaona hapo chini nyingi ni frame, ni milango ya frame. Kwa hiyo tumeanza juu tunashuka. Huku chini hatupaki rangi kama tulikuwa tunapata paka juu. Huku chini kuna utaalamu wake jinsi wa kuchanganya rangi hizi, gates zipakwe rangi gani, zile columns zipakwe rangi gani, na ndio maana kwanza nataka wataalamu fulani baada ya kumaliza kwa juu huko chini wataconcentrate ili kuchanganya rangi vizionekane vizuri. Kwa ndio maana kwamba unaweza kuona kama ground floor bado haijaguswa, lakini yenyewe itaguswa kwa wakati wake ili kuhakikisha rangi zile zinachanganywa vizuri ziweze kuonekana vizuri, kwa sababu unaona mingine ni grill, nyingine ni gate, kwingine kuna kuta. Kwa hiyo ndio maana kwanza chini tumepaacha, lakini penyewe patapakwa rangi kulingana na rangi ambazo tunaona kama zinafaa. Na rangi itakuwa ni hiyo hiyo. Rangi ni hiyo hiyo, lakini itakuchanganya white na grey. Na itajumuisha kama ambavyo mmefanya huko juu. Kabisa. Aha. Lakini ninapotaka kuachana nawe mara hii na nielekee sasa kuzungumza na yule ambaye ndio anahusika zaidi, Bwana Akida. Hebu toa wito kwa wapangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa ambao nyumba zao kwa sasa zinafanyiwa maboresho, lakini na kwa baadaye pia wapo ambao watakwenda kuhusika na matengenezo haya makubwa. Mimi nitoe wito kwa wapangaji wote wa Shirika la Nyumba la Taifa. Shirika tunatumia gharama kubwa kwa ajili ya kurekebisha majengo haya, kwa kupaka rangi, kwa kubadilisha mifumo yake. Mimi niwaombe na niwasihi waitunze miundombinu, wahakikishe kwamba wao ndio wanakaa kwenye jengo lile. Na shirika limechukua juhudi hizi. Sawa wanatulipa kodi, lakini wao wana wajibu wa kutunza nyumba zetu. Na haya yote ni kwa mujibu wa mkataba wetu wa upangaji. Mkataba wetu wa upangaji unaotaka wapangaji aidha mmoja au kwa wote kwa ujumla kuhakikisha kama majengo yetu wanayatunza katika hali nzuri, wasiharibu miundombinu kwa makusudi, na ukiona mpangaji au mtu yote anaharibu miundombinu, ofisi zetu ziko wazi, namba zetu ziko wazi, watoe taarifa ili tuweze kufanya ukarabati ambao unatakiwa. Lakini mimi ni wasihi watunze majengo yetu na watulipe kodi, kwa sababu tumekaribisha vizuri, kwa hiyo na wao watulipe kodi vizuri. Asante na kushukuru sana, na nikutakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako. Asante sana Domina. Shukrani sana. Asante. Mimi ni Bwana Sanjay Bajaria. Duka langu inaitwa Goda Store na mauzo ya vyakula, bidhaa ndogo ndogo. Nafurahi kuangalia jinsi Shirika la Nyumba wanavyoboresha majengo, maduka yetu, sehemu na kupigwa rangi safi. Wanafanya kazi vizuri na heshima. Nashukuru sana na napenda kuendelea hivyo hivyo. Na mimi napenda kuwa niendelee miaka na miaka kaa na shirika na kulipa kodi kwa muda yao. Na mimi huu biashara ninayofanya hapa ni mtaa wa Jamhuri Street. Kwa jina naitwa Watson Balo, ni afisa mauzo na masoko kutoka Shirika la Nyumba la Taifa. Na leo na habari njema kwako Mtanzania. Mradi wa Morocco Square sasa umekamilika. Nikuibie siri tu, bado nyumba za makazi zinapatikana katika mradi wa Morocco Square, na utakapolipa 80% utakabidhiwa nyumba yako, na kiasi kilichobakia utalipa kidogo kidogo mpaka utakapomaliza. Na nikung'ate sikio Mtanzania, nyumba zilizobakia ni 3 bedroom apartment normal na 3 bedroom apartment duplex. Najua unajiuliza, duplex ni nyumba aina gani? Hii ni nyumba ya ghorofa ndani ya ghorofa. Kwa mawasiliano piga 0736114433 au tembelea tovuti yetu www.nhc.co.tz.
Na mtazamaji, baada ya kupata mapumziko mafupi, tunaendelea na kipindi chetu, na mara hii utashangaa niko ndani ya ofisi na tena nimeketi na pembeni kuna mwenyeji wangu. Ni kwamba huyu ndiye meneja wa shirika la nyumba la taifa Dar es Salaam Metropolitan, ama anajulikana kwa jina la Metro, ambapo maboresho ambayo yanaendelea, matengenezo makubwa yako katika mkoa wake, ambapo tulikuwa katika mtaa wa Jamhuri, eneo ambalo ndiko maboresho yanaendelea hapo kwa kasi kubwa zaidi. Ili uweze kufahamu, je, wanaishia Jamhuri tu? Mipango na mikakati ya mkoa ikoje? Imenilazimu nifike hapa ofisini kwake ili aweze kutujuza yale ambayo tunatamani kuyapata kwa faida yenu watazamaji wetu. Yuda, hongera sana kwa kazi na hongera kwa maboresho ambayo mnaendelea kuyafanya. Tumeyashuhudia katika mtaa wa Jamhuri, lakini kilichotuleta hapa tunataka kufahamu sasa, matengenezo haya makubwa ambayo mnayafanya, je, yatasababisha kodi kuweza kupanda kwa wakati huu, ama mmejipanga vipi na ili hili lisiweze kuleta sintofahamu kwa wapangaji wenu? Lieleze kwa upana zaidi ili hata mpangaji anayetuangalia au mwananchi aweze kufahamu kinachoendelea. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kwamba tumefanya matengenezo makubwa kwenye nyumba hizi, na ni kweli kwamba tunapofanya matengenezo ni kweli tunaongeza thamani ya nyumba, tunaongeza thamani ya jengo jinsi linavyoonekana, na hivi mazingira kukaa ni mazuri zaidi. Hivi tutafikiria baadaye tutaongeza kodi kwa kiasi fulani ambacho kitawawezesha wapangaji waweze kuenjoy maisha, waweze kufurahia maisha, lakini pia sio kiasi ambacho kitaweza kuwaumiza sana wapangaji wetu, kwa sababu lengo zaidi ni kuwafanya wapangaji waweze kuishi katika mazingira mazuri, waweze kufurahia, hata wanapokaa basi waweze kufurahia maisha katika nyumba zetu za shirika la nyumba. Lakini ufurahiaji huu unaozungumzia ni kwamba kwa sasa maboresho yanavyofanya, mtawaacha kwa kipindi fulani wakae, alafu baadaye, kwa sababu ni kweli nyumba imepanda thamani, sasa kodi italazimika kuongezwa? Marekebisho haya tutaenda kwa awamu. Kwa sehemu zile ambazo tutakuwa tumeshafanya matengenezo ya kutosha, basi tutaendelea na zoezi hilo, na kadiri ambavyo tutakuwa tunaendelea, basi tutakuwa tunafanya hayo marekebisho ya kodi. Lakini wapangaji hao wanafahamu hili? Wapangaji mara zote tunawafahamisha wakati tunapoanza matengenezo, tunawapa taarifa kwamba tunafanya maboresho hayo, na maboresho hayo yakifanyika yakikamilika, basi huwa taratibu za kuweza kuongeza kodi basi zinafuata. Lakini vipi sasa mipango na mikakati ya mkoa wako huu unaosimamia kuhakikisha tunavyoona mtaa wa Jamhuri tunaona na mitaa mingine ambayo iko chini ya NHC Metro? Ni kweli kama mtangazaji unavyokumbuka, tulishaanza na mtaa wa Samora. Mtaa wa Samora sasa hivi ukipita kwa eneo la Metropolitan, basi nyumba zote tumeshazifanyia matengenezo, na awamu ya pili ambayo imefuatia ni nyumba hizi ambazo ziko katika mtaa wa Jamhuri. Hizi zote tutazifanyia matengenezo, na hali kadhalika tukimaliza tutaendelea na mitaa mingine. Tuna mtaa mrefu wa Zanaki ambao una majengo mengi ya National Housing, tutafanyia matengenezo. Mtaa wa Mtembeni na nyumba nyingi ambazo zina hali mbaya, tutazifanyia matengenezo. Mtaa wa Mpwepu, mtaa wa Kaluta, hizo zote ni mitaa ambazo tutafanyia matengenezo makubwa. Matengenezo haya ambayo yatakwenda kufanyika katika mtaa wa Mpwepu, Kaluta, tayari mmeshafanya Samora na sasa mko Jamhuri, ni matengenezo ya aina moja ama yanatofautisha aina ya matengenezo? Matengenezo haya kwa ufupi ni tunalenga zaidi kwenye kufanya matengenezo makubwa zaidi, hasa kwenye swala la rangi ili kuonesha muonekano mzuri wa nyumba, lakini mabomba, sehemu nyingi za mabomba yale ambayo yamechakaa yana shida, basi tunafanyia marekebisho pamoja na kurekebisha nyaya. Kuna nyaya nyingi ambazo ukipita kwenye majengo yetu zimening'inia, ambazo hata hazileti picha nzuri kwenye majengo yetu. Kwa hivyo wakati tunafanya matengenezo haya tunaziweka zile nyaya vizuri ili muonekano wa jengo uonekane vizuri, na lakini pia eneo lionekane vizuri. Mpango wenu ni upi Metro kuhakikisha mnafikia majengo mangapi? Utueleze, mna majengo, mkoa unasimamia majengo mangapi, na mpango uko wa kurekebisha majengo haya ni mangapi? Mkoa una takribani nyumba 3256 kwa maana ya units ambazo zipo kwenye mkoa, na katika majengo ambayo tunao ni majengo 231. Hayo ni majengo ambayo yanatengeneza hizi unit ambazo nimezitaja. Majengo yetu ambayo tunatengeneza kwa kipindi cha mwaka huu ni majengo 26.
ambayo tutarekebisha yote na tukimaliza tutaendelea kwenye awamu nyingine. Lakini ni sababu zipi Yuda ambazo zimepelekea katika maboresho haya, matengenezo makubwa mnayoyafanya? Mnaanza na nyumba za juu, mnaacha chini kwanza maduka? Huu ni utaratibu tu wa kawaida wa kufanya matengenezo. Tunapofanya matengenezo ni vizuri tuanze sehemu zile za juu kwa kushuka chini, ili wakati tukifika huko chini basi tusiweze kuchafua sehemu zile za chini. Kwa maana kwamba tunapoanza juu kuna uwezekano mkubwa wa kuchafua sehemu za chini. Hivi tunapoanza juu tunaanza mtiririko mzuri, tunashuka mpaka chini, ili tukifika chini tunamalizia vizuri na tunakuwa tumeshakamilisha matengenezo. Asante sana kwa ufafanuzi huu, kwa sababu wale wa chini wanaweza wakasema kwamba ni wameanza juu kwa sisi tumeachwa. Kumbe kuna sababu. Unapoanza juu hata uwezi kuchafua chini, si ndivyo? Jengo zima tunalifanyia matengenezo. Ni utaratibu tu kwamba tunaanza juu alafu tunashuka tunamalizia na chini. Aha, hongera sana katika hili. Asante. Wito wako ni upi kwa wapangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa, hususan waliopo katika mkoa wako wa Metro, lakini hasa wale ambao majengo yao mmeyafikia? Wito wangu kwa wapangaji wote, naomba wapangaji wetu waweze kusimamia majengo hayo, kwa maana kuzingatia usafi kwenye majengo yetu ili endelee kupendeza, na sisi kama Shirika la Nyumba tunatoa huduma hiyo, kufanya matengenezo yakae vizuri, yakae sehemu nzuri. Kwa naomba wapangaji wetu wote mnaonisikia muweze kusimamia majengo hayo, kuyafanyia usafi ili yakae katika hali ya usafi. Lakini pia niwataka wapangaji wote kujitahidi kulipa kodi za pango, kwa sababu hiyo ndio kigezo kinachotufanya sisi tupe uhuru wa kuweza kufanya matengenezo kwa usahihi zaidi. Kwa nawataka wapangaji wote walipe kodi kwa usahihi, lakini pia wazingatie kuwa na mikataba iliyo hai. Yuda, watu wengi wanapenda sana kukaa mjini ili wawe karibu na sehemu zao za kazi. Metro, mna mkakati gani wa kuhakikisha mnaongeza nyumba za makazi? Kwa ufupi ni kweli kwamba watu wengi wanapenda kukaa mjini. Lakini kwa ufupi ni kwamba nyumba kweli hazitoshi, na kupitia Shirika la Nyumba la Taifa bado tuna mikakati mingi ya kuweza kuendeleza maeneo yale ambayo bado yako wazi, ambayo hayo yatatusaidia kuweza kuongeza nyumba nyingi zaidi na kuweza kuwafanya wapangaji waweze kufurahia maisha ndani ya mji. Anaitwa Constantine Yuda, yeye ni meneja wa Shirika la Nyumba la Taifa Metro, Dar es Salaam Metropolitan, moja kati ya mikoa ambayo iko jijini Dar es Salaam. Kwa upande wa NHC unapoizungumzia Ilala, Temeke, Kinondoni, Metro, bila kusahau na mkoa wa Urafiki. Kwa hiyo Metro na yenyewe ni mkoa mmoja wapo, na huyu ndiye meneja anayesimamia mkoa huu. Na kufika hapa ndio tumefika tamati ya kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba kwa siku hii ya leo, ambacho kilikuwa kikiuangazia mkoa huu wa Metro, lakini hasa tulikuwa tukiangazia maboresho makubwa ya matengenezo ambayo yanayafanya Shirika la Nyumba la Taifa. Kwa sasa liko katika mpango kabambe wa kuhakikisha linaboresha majengo yake na kuyarejesha katika muonekano mpya kabisa, kama ambavyo unaona kupitia luninga yako, namna ambavyo majengo haya yamechangia kwa kiasi kikubwa kubadilisha mandhari ya jiji la Dar es Salaam, hususan kwa upande wa Metro katikati ya mji. Na kushukuru mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi. Tukutane juma lijalo panapo majaliwa. Mimi naitwa Domina Rwemanyira.